Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka, kila ambacho nawaomba. Endapo kuna mwenye ananitazama kwa mara ya kwanza hapa katika hichi kituo cha Eagle Ezra Media, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele ili tuendelee kukaa familia kubwa. Wapenzi watazamaji, vijana wa Tanzania wanalia. Na vijana wa Tanzania wanalia kwa sababu serikali ambayo ipo mamlakani ya Samia Suluhu inawaua kwa makosa ya kuuliza mambo ya ukweli. Usiku wa leo kuna kijana wa Gen Z mwenye alikuwa anazungumza, ametuma ujumbe mkali kuelekea kwa serikali ya Samia ambao ni serikali batili. Kijana huyu anazungumza akiwa na masikitiko tele kipindi ambapo wenzake wapo kwenye mochari, wameuawa, wengine wamekwisha zikwa. Nataka niwaulize tu watawala, sisi vijana wa taifa letu, ni kweli kwamba kudai matokeo ya rais kuhojiwa mahakamani tunastahili kuuawa? Kwa sababu hicho ndicho tunachokidai sisi vijana, kwamba tunapoenda kwenye chaguzi matokeo ya rais yaweze kuhojiwa mahakamani. Kama wewe umeshinda, una supporting fact, kaonyeshe mahakamani. Katiba yetu iruhusu matokeo ya rais kuhojiwa mahakamani. Watawala, ni sahihi kabisa kwamba mgombea wa urais kutoka chama tawala, ambaye vile vile ni mwenyekiti wa chama tawala na vile vile ni mgombea wa nafasi ya urais kutoka kwenye hicho chama tawala, ni sahihi kwamba yeye ndo anachagua wajumbe wa tume, mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti wa tume, makamishina wote wa tume, bila kuwa na public vetting, bila kuwa na input yote kutoka kwenye civic society, bila kuwa na parliamentary confirmation. Ni kweli kabisa, hicho ndo kitu ambacho tunadai. Tunataka wajumbe wa tume watokane na mifumo iliyo huru, ili tuweze kuwa na chaguzi zilizo huru na za haki, si chaguzi za kuchezea wananchi. Hicho ndo tunachokidai sisi vijana wa taifa letu. Ni kweli tunastahili kuuawa, ni kweli tunastahili kupotezwa. Hayo ndio madai yetu. Ni kweli kwamba eti tume ndo ina mamlaka ya mwisho juu ya uteuzi wa wagombea, kwamba kama chama fulani cha siasa kina mwenyekiti au kina mgombea wa urais, kikiondolewa au kikienguliwa na tume, hakiruhusiwi kwenda mahakamani kuhoji namna ya kuenguliwa kwa mgombea wake. Hayo ndio madai yetu. Ni kweli kabisa, kwa madai hayo sisi vijana tunastahili kukimbia nchi yetu au tunastahili kuuawa. Tunajisikia uchungu mkubwa sana kuwa na taifa ambalo wasema ukweli wanakuwa ni maadui katika taifa, na waongo machawa ndio watu ambao wanabebwa katika taifa. Sisi tunaumia mno. Na shindwa niseme nini, lakini nataka niwaulize watawala, taifa letu tunalipeleka sehemu gani? Taifa ambalo Mwalimu Nyerere alisema kwamba linatakiwa kuwa ni taifa ambalo la vijana wanaohoji juu ya mifumo kandamizi, kwamba wawe ikiwezekana wawe wasariti juu ya mifumo kandamizi, ili tujenge taifa ambalo ni taifa linaloheshimu watu, ni taifa linaloheshimu sheria. Tukisema hivyo, ni kweli kabisa tunastahili kuuawa. Sisi tunaumia sana kama vijana. Nina matumaini kwamba umeweza kumsikiliza na umeweza kumuelewa. Kabla sijaweza kuchanganua kwa undani kila ambacho na kuomba, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele na usambaze hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili tuendelee kukaa familia kubwa. Asante sana. Ikiwa unaweza kutusapoti vile vile kihela ili tuweze kulipa wifi, hamna tatizo, nitachapisha nambari ya studio. Mpenzi mtazamaji, kuna mambo matano ambayo huyu kijana ameweza kuhoji kwamba ndiyo yanasababisha wamekosana na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kitu cha kwanza, vijana hawa wanadai kuwa matokeo ya kiti cha urais yanapaswa kuhojiwa mahakamani na wala hawapaswi kuuawa. Anamaanisha nini mpenzi mtazamaji?
Anamaanisha hivi, iwapo uchaguzi umeweza kufanyika kama huu ambao uliweza kufanyika Tanzania, wananchi wakahisi kwamba matokeo ambayo yaliweza kusomwa kwamba mgombea fulani ndiye mshindi, kama hawajaweza kuridhika na hayo matokeo, wanaweza wakapeleka malalamishi mahakamani, katika mahakama ya upeo, ili kupingana na yale maamuzi ambayo yalitolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kwamba mtu fulani ndiye aliweza kuibuka mshindi. Hiyo ni kumaanisha kwamba katiba ambayo inatumika sasa hivi Tanzania iweze kuenguliwa, katiba mpya iletwe. Hiyo katiba mpya ambayo italetwa Tanzania iseme kwamba, ama ipeane ruksa ama ruhusa kwa yeyote mwenye hajaweza kuridhika na matokeo ya uchaguzi aweze kukata rufaa katika mahakamani. Mfano kama Kenya iko na katiba kama hiyo, kwamba endapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ameweza kumtangaza mtu fulani kwamba yeye ndiye mshindi, yule mwenye hajaweza kuridhika na hayo matokeo anaweza kaenda katika mahakama ya upeo, Supreme Court, akafikisha malalamiko yake pale, alafu awasilishe na ushahidi. Yale matokeo yanaweza yakapingwa endapo majaji watagundua kwamba ushahidi ambao uliweza kutolewa ni wa halali na unaonyesha kweli yale matokeo si ya kweli. Hicho ndicho hawa vijana wa Tanzania wanataka, na wala sio kuuawa. Sasa vijana wa Tanzania walikuwa wanataka reformu na katiba mpya, mambo kama haya ambayo nimeweza kueleza hapa, lakini badala ya kusikilizwa wakaweza kuuawa, na hicho ndicho huyu kijana ameweza kukikataa kabisa. Namba 2, Watanzania hawataki wajumbe wa tume ya uchaguzi Tanzania kuchaguliwa na rais bila maoni ya wananchi, kitu ambacho kinaitwa kwa lugha ya Kimombo public participation. Watanzania wanasema kwamba yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tanzania na wale wajumbe wenzake waliweza kupewa kazi na Chama cha Mapinduzi CCM, bali rais hakuweza kushirikisha umma kutoa maoni. Kwa hivyo wakaona kwamba huyu mwenye alikuwa anasimamia uchaguzi Tanzania alikuwa amewekwa pale na CCM ili kuweza kuwatumikia na sio kuweza kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Na ndio maana huyu kijana anahoji kwamba tume haipaswi kupewa, yani rais hapaswi kupewa nafasi ya kuchagua wajumbe wa tume bila ya kushirikisha maoni ya wananchi. Namba 3, tume ya uchaguzi Tanzania isiwe na uamuzi wa mwisho wa kuengua wagombea wa kiti cha urais. Mfano, mnakumbuka kabla ya uchaguzi kuweza kuandaliwa Tanzania, tume ya uchaguzi Tanzania iliweza kumuengua Tundu Lissu asije akashiriki kugombea kiti cha urais. Vile vile wakaweza kumuengua Bwana Mpina kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo. Hicho kitu ndicho huyu kijana ameweza kusema kwamba hajaweza kuridhika nacho. Mwenyekiti wa tume hapaswi kuwa na mamlaka ya kutoa uamuzi wa mwisho kwa wagombea wa kiti. Inapaswa kuwa kwamba
endapo mgombea ameweza kuenguliwa, akuwe na nafasi ya kuweza kukata rufaa mahakamani. Kitendo cha mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania, tume ya chama cha CCM, kuweza kuwafungia baadhi ya wagombea nje, hicho kitendo kiliweza kuwakasirisha, na ndio maana hao vijana wanasema kwamba wanaitisha masuala ambayo ni muhimu na hawapaswi kuuawa. Namba 4 anasema hivi: wale ambao wanaambia serikali ukweli hawapaswi kukua eti kwamba wao ni maadui. Mfano, lazima kwenye katiba kipengele kiwepo kwamba mwananchi anaweza kukosoa serikali. Lakini ukijaribu kukosoa serikali Tanzania, unakuwa adui wa taifa. Unakamatwa ovyo ovyo na askari jeshi la polisi Tanzania. Lakini wale machawa ambao wanasifia utawala wa kutekateka na kupoteza wananchi, unapata kwamba wao ndio wanapewa taji la kukua wazalendo. Taifa ambalo liko na demokrasia lazima liweze kupeana nafasi ya maoni, iwe maoni chanya au maoni hasi. Na mwisho, huyu kijana anasema kwamba mifumo kandamizi haipaswi kukua Tanzania. Kuna mifumo ambayo inawakandamiza kama vile kutolewa ushuru mwingi, kazi hamuna, taasisi za serikali au taasisi za kibinafsi zinatumiwa na serikali. Hiyo mifumo anasema kwamba inawakandamiza wao kama Watanzania, na hayo ndiyo wanalilia, na hawapaswi kamwe kuweza kuuawa, bali wameweza kuyatoa maoni ambayo ni chanya. Hayo mambo yao yanapaswa kufanyiwa kazi, lakini hawapaswi kuuawa. Je, mpenzi mtazamaji, kulingana na hizi hoja ambazo nimeweza kukuelezea, unaona Watanzania wanapaswa kuuawa kweli? Hizi hoja ni nzito, wanapaswa kupewa nafasi, wasikilizwe, na hizi hoja zinaweza zikasaidia taifa, na wala sio kuweza kuwaua wananchi ovyo ovyo. Zidi kupiga subscription, tupatane wakati ujao. Mimi ni Bwana Ezra.